mimi nikafufua ile barua, si mmenirudisha mimi naifahamu? Ndio. Leo mwalimu mkuu wa Kipingu akiwepo hapa ameisha saini mkataba wa madarasa matatu. Madarasa mangapi? Matatu. Safi sana. Madarasa mangapi? Matatu. Tulienda kufufua ile, lakini wakati tuliomba pamoja na wenzetu hapa. Kwa mmefanya jambo kubwa, jambo la muhimu sana. Kwa Kipingu wanapata madarasa mangapi ya shule ya msingi? Matatu. Kwa nawaomba sana wananchi wa Kipingu. Mwenyekiti wa kijiji yuko wapi wa Kipingu? Haiko. Kazi maalum. Yupo hapa kazi maalum. Kwa ni muombe na viongozi wenzangu wa chama tushirikiane tuhakikishe ile shule tunaijenga vizuri. Tena nyinyi pale kwenu ukivuka mto tu uko kwenye wilaya ya makamu wa rais. Kwa mnaweza mkashangaa akapita hapa akaja kuzindua mwenyewe. Kwa madarasa yale yawe mazuri. Yawe mazuri. Kwa mjipange. Mimi nimeshafanya sehemu yangu na nyinyi sehemu yenu. Lakini tutashirikiana. Sitoacha. Roho oye. Oye. Roho safi. Safi. Niongee machache ila matendo ndio yawe mengi zaidi. Safi sana. CCM oye. CCM safi. Safi. Kwa hiyo nitumie nafasi kumshukuru sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuidhinisha fedha kwa ajili ya madarasa matatu shule ya msingi Kipingu. Watoto pale walikuwa wanapata shida sana, hali ilikuwa mbaya. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu, tembeeni kifua mbele, na mambo mengine yaliyoko kwenye bajeti diwani atafanya mikutano. CCM oye. Na hii nayoeleza mheshimiwa diwani siri anayo tayari. Eti mheshimiwa diwani wametenga madarasa, umeona kule walitanguliza mawili. Tumefika pale mwenyekiti wa halmashauri ameongeza moja tena. Yamekuwa matatu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema twende tukakae tena. Kwa hiyo na yeye kuna ongezeko jingine, mnaweza mkashangaa maabara au nyumba ya mwalimu. Safi sana. CCM oye. Hao viongozi wenu walinipigia simu wakasema tutumie NIDA yako tuangalie majina tuandike kwenye kibao uje uzindue shule. Nikakataa, nikasema hapana. Hii wilaya Mama Samia Suluhu Hassan amemkabidhi Olivanus Paul Thomas kuwa mkuu wa wilaya. Mimi kazi yangu kwenda kuwapigia madebe huko, sawa bungeni na huko. Mpate ndugu yangu mkuu wa wilaya huyu hapa alishiriki pale siku ya kwanza kuchimba msingi. Amesimamia mambo mengi sana. Ndio kisa mimi kumkatalia Mrema na wenzio wasiweke jina langu. Niliona anastahili kabisa mkuu wa wilaya. Amesimamia. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa wilaya nakushukuru sana. Kwa sababu alikuwa Dar es Salaam na Dodoma. Amefika saa ngapi mimi sijui. Sababu tulimwandaa huyu DAS aje azindue kwa niaba yake. Kwa hiyo umekuja na Lupalu itakuwa. Bwana huyu. Sisi oye. Nakushukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya. Nakushukuru sana, umeacha kumbukumbu kubwa kwenye kata hii ya Ruhuu. Na ule mto uliokuwa unauona ndio mto wenye jina lake wenyewe. Jina limechukuliwa na kata, limechukuliwa na sekondari. Pengine litachukuliwa na kitu kingine. CCM oye. Kwa nilivyotoka hapa madarasa, habari ndio hiyo. Nilikwenda shule ya Kipingu mlivyonichagua miaka 5 ya kwanza. Nilihuzunika sana. Nilikuta madarasa yanavuja, shule inavuja. Nilichokikuta pale ndio hicho nilienda kukuta pale St. Thomas Msungu. Nilikuwa nimeomba kule madarasa 5 na hapa 5. Ya hapa yalikwama. Kwa nini yalikwama? Kwa sababu tulipangisha kata yetu ugenini. Wenzetu Msungu walijengewa madarasa 5. Nani ameyaona? Mmeyaona Ndio. Mwenyekiti wa Msungu wa kijiji yuko hapa. Kuna mama mmoja tafutafu hivi. Wakati akiwa anagombea kuingia kipindi cha pili, aliahidi ndani ya siku 100 kuhakikisha ya kwamba moja, analeta watumishi wa serikali wengi ndani ya maeneo yetu.
ndani ya wilaya Ludewa tayari tumepokea watumishi wengi. Ni mia ngapi? Tumepokea watumishi 102 wapya wa kada tofauti. Hebu piga makofi kwa Samia. Na matokeo yake ndiyo maana mnajiona shule yetu ya sekondari Ruhuu inaanza tu, lakini na walimu wa masomo yote. Piga makofi. Hizi ni kazi za Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini ni wakane, tafadhali musije kuzuzuka na sketi mukawakatisha watoto masomo. Nimeyazungumza kule shuleni na hapa ninaomba nirudie. Kama tatizo ni sketi ya shule, ni vema ufanye hekima, mshonee mkeo. Yaani kama akili haikutulii vizuri, kama akili haikutulii vizuri kwa sababu ya kuiona sketi ya mwanafunzi, fanya utaratibu, kanunue kitambaa, kamwone fundi, mshonee mkeo. Akiwa anaenda kisimani ana sketi ya shule, ukimwangalia unasema naam, mtoto wa shule huyo hapa. Akiwa anaenda kwenye shughuli ya chama, avae nayo aende kwenye shughuli ya chama. Ninazungumza hivi leo hii mkiwa mnafurahia, lakini kitakachofuata hamtakipenda. Lakini ni waase pia wanafunzi, muweze kupambana inavyowezekana ili mfanye vizuri kwenye masomo yenu. Leo hii matokeo ya kidato cha 4 yametoka. Wilaya nzima kuna 011 tu, na shule zilizoleta hizo zero zimeandikwa hapa. Kuna shule inaitwa Mount Masusa iko Lupanga, wana 05. Kuna shule ya Mavala wana 05, na shule ya sekondari Lugalao wana 01. Kwa ndugu zangu wana Paruchi ambao mko hapa Manda, mmepiga clean sheet, ongeleni sana. Niwatie nguvu tena zaidi. Elimu sio jukumu la walimu peke yao. Jamii pamoja na wazazi tuna mchango mkubwa, tuhakikishe shule hii na watoto wetu hawa inatoa mafanikio ya kutosha. Nimalizie kwenye jambo moja ndugu zangu. Shule mnakumbuka mapambano yake. Tumejenga kwa pamoja, kwa kushirikiana wote, nguvu zetu zote tuliweza kuziwekeza hapo. Lakini mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Kamonga. Yangu umetoa fedha yako ya jimbo imeenda pale, pia fedha yako binafsi umechangia pale, lakini mimi niliamua kwenda kujitolea tukiwa tunaanza kuchimba msingi. Lakini mheshimiwa ukaona kwamba tukienda kuchimba msingi tukiwa tuna njaa hatutaweza kufikia malengo, ukatupa mbuzi na tukapiga supu pale na tukachimba msingi tukiwa tuna nguvu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine nilishika jembe mimi na wenzangu, lakini mheshimiwa yeye aliweka nguvu ili jembe hilo liweze kuinuka. Asante sana. Kwa mnakililia ni kweli, mmeonyesha nia kwamba mlikuwa mnahitaji shule. Hongereni sana. Na sisi viongozi wenu tupo hapa kwa ajili ya kuwatia moyo. Tumetoka kule, mheshimiwa mkuu wa wilaya alikuwa anaweka jiwe la msingi, mheshimiwa mbunge tulikuwa naye pale, mimi kama mwenyekiti wa halmashauri pamoja na madiwani wenzangu kina mheshimiwa Kunyanja, kwa sababu nimeenda pale nimeona
na watoto tumeona wengi, ila madarasa, na nimesikia nyimbo zikiimbwa hapa kwamba mnamwambia Kamonga ongeze nini majengo, na mimi sina shaka na Kamonga. Kuna mtu ana shaka na Kamonga jamani? Jembe si jembe. Mbona msemi mitano tena? Kwa sina shaka. Kwa hiyo sisi na kina Mheshimiwa Kunyanja tutaenda kupambana kwenye mapato yetu yale ya ndani. Safari hii tumeshatenga kwenye bajeti inayokuja madarasa mawili, lakini kwa namna tulivyoona pale tukasema hapana, hebu twende tukajadili upya na tuone tunafanya kitu gani. Mheshimiwa Kamonga yuko hapa na yeye atapambana huko kwenda kuomba huko ili tupate angalau madarasa mengi. Ambacho mimi naombeni wanaruhu kwenye zile nguvu zile ambazo za kutumia nyinyi wananchi, sehemu ya nguvu yenu mawe, mchanga, si ndio? Basi tukusanye hivi vitu vikae standby ili siku fedha ikija tu shughuli inaanza, si ndio jamani? Naomba tuwapongeze wananchi wa kata hii ya Ruhuu na tuipongeze serikali yetu kwa jitihada kwa ajili ya kukamilisha shule ya sekondari, ambapo sasa hivi watoto wetu tena hawatakuwa na nafasi au hatapata shida kwenda kusafiri mbali. Maombi yangu pale tulipoanza tuendelee na jitihada zetu, kwa sababu shule ni ya kwetu na tumeanza kwa jitihada zetu kwa nguvu zetu. Kwa hiyo sasa, kama maombi ambayo ngoma zote zimetoa, mmeomba maombi kulitoa madarasa mengine, mmeomba kuboreshewa huduma. Sisi kama serikali vitu hivyo vimepokelewa na mwenyekiti wa halmashauri ameeleza, lakini bado jitihada za kwetu sisi wananchi wa kata hii ya Ruhuu bado zinaendelea kuhitajika. Kingine, nyinyi ni wananchi ambayo mnatakiwa muipongeze sana serikali, kwa sababu ni shule pekee ambayo imeanza na imepewa walimu zaidi ya 7. Baada ya kuona pale, maana yake walimu wa masomo yote wako pale. Kwa hiyo ombi langu, hawa wamekuja ni watumishi wa serikali na ni wananchi wenzetu. Sisi kama wanaruhuu tunapaswa tuwalinde na kuwasaidia watumishi wenzetu wa umma, kwa tuwape ushirikiano kwa watakapohitaji makazi, sehemu za kukaa, watakapohitaji huduma zingine, basi tuwape ushirikiano, tusiwabague kama watu wengine wa pembeni, kwa sababu hawa ndio watakao tusaidia na kuwalea na kuwatunza watoto wetu.